撕逼的学功夫，开始。报全位。1、2、3、4、5、7、Pana mtengeneza maudhui kutoka katika nchi ya Marekani ambaye jina lake maarufu anajulikana kama iShowSpeed, ambaye jina lake halisi anaitwa Darren Watkins Jr. Ni chuba maarufu kutoka katika nchi ya Marekani anayejulikana kwa matangazo yake ya moja kwa moja ya ucheshi na wa kipekee. Sasa matukio yake ya kushangaza ambayo wavutia watazamaji wake wengi kote duniani. Katika safari yake ya hivi karibuni katika nchi ya China, ameendelea kuwavutia mashabiki wake na kufanya mambo mbalimbali ya kusisimua, especially pia kuelimisha, lakini pia kutoa burudani kwa wale ambao wanatazama katika chaneli yake. Sasa hii hapa ndizo sababu ambazo zimemfanya iShowSpeed aweze basi kutembelea nchi ya China. iShowSpeed alisafiri kwenda China mnamo Machi 2025 tarehe 24 kwa lengo la kuchunguza utamaduni na historia ya maisha ya nchi hiyo ya China. Lengo lake kubwa lilikuwa ni kuchunguza na kuweza kutambua utamaduni katika nchi hiyo. Kila siku ya watu wa China wanaishi vipi. Safari yake ilianza Shanghai, moja kwa moja katika mji mkubwa zaidi katika nchi ya China, na baadaye akaendelea na ziara yake hadi Beijing ambapo alitembelea maeneo ya kihistoria ikiwemo ni ukuta mkuu wa China. Safari hii imekuwa ni moja kati ya mada kubwa sana katika mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, ukionekana kama vile fursa ya kujenga uhusiano mzuri kati ya China na hadhira ya kimataifa kupitia maudhui yake ya moja kwa moja ambayo huwa anayarusha katika mtandao wa YouTube. Sasa mambo aliyofanya katika safari yake katika nchi ya China. Katika kipindi chote cha ziara yake, iShowSpeed ameshiriki katika shughuli mbalimbali zinazohusisha utamaduni wa Kichina, historia hii ya maisha ya kila siku hapa na pale, ili kuhakikisha basi watu ambao katika nchi ya China basi wanazidi kumtambua na yeye pia anazidi kuwajua. Lakini pia alicheza mchezo wake wa backflip kwenye ukuta mkuu wa China, yani aliweza kujirusha tunasema sarakasi za nyuma moja kwa moja. Moja kati ya tukio ambalo liliwavutia sana katika safari yake, na wakati alipofanya backflip, mazungumzo ya kurudi nyuma, yani ya hewani, naweza kusonga mzunguko wa kurudi nyuma, aliweza kuleta mazungumzo ya hapa na pale. Basi akiwa juu ya ukuta mkuu wa China, tukio hili liliweza kuzua gumzo katika mitandao ya vyombo vya habari vya serikali ya China, ambapo basi viliongeza na vilikuwa vikisema kwamba linaonyesha ni upande wa China ambapo mara chache sana huangaziwa na vyombo vya habari vya magharibi. Yani ni sehemu ambayo vyombo vya China vya habari huwa havifiki wala haviwezi kuangazia, lakini kwa namna moja au nyingine basi kupitia mwamba huyu ni iShowSpeed, basi vyombo vya habari vingi sana viliweza kuangazia jambo hilo na kuweza kuliongelea. Lakini pia aliweza kutembelea mji ulioharamishwa, yani Forbidden City, yani mji ambao ni haram. Sasa iShowSpeed pia alitembelea Forbidden City huku Beijing, jengo la kifalme ambalo lilikuwa ni makazi ya wafalme wa China wa karne nyingi sana. Alipokuwa hapo alijifunza kuhusu historia ya nasaba, yani za kifalme, na pia kuhusu Uchina, yani kuhusu kuwa kiongozi wa huko China, na kuvutia watazamaji wake na kushangaza ukubwa na uzuri wa mjengo huo wa kihistoria. Yani ni jambo ambalo iShowSpeed hakuna streamer mwingine ulimwenguni ambaye kufanya kitu cha namna hiyo. Lakini pia aliweza kuonja vyombo vya mitaani vya Kichina, yani aliweza kuonja vitu mbalimbali vile vya Kichina. Sasa akiwa kwenye mitaa ya Beijing na Shanghai, iShowSpeed alipata nafasi ya kuonja vyakula vya Kichina, na vikiwemo kuna kimoja kinaitwa xiaolongbao ambayo ni momo za supu, lakini pia kuna chuang ambayo ni nyama za mitaani hizo, lakini pia kuna stink tofu zenye harufu kali sana. Hapo najaribu kuelezea kwa jinsi majina yao yanavyoitwa. Lakini pia alitikia kwa mshangao na ucheshi wake kwa kawaida, akieleza kwamba ladha ya harufu ya vyakula hivyo kwa njia ya kufurahisha ambayo mashabiki wake wengi wanapenda, kwa jinsi ambavyo amekuwa mara nyingi akiwa anaonyesha reaction yake katika video hizo. Lakini pia naweza nikasema kwamba hivi iShowSpeed alifanya mazoezi ya kung fu kwenye hekalu la Shaolin. Shaolin ni moja kati ya hekalu ambalo limekuwa likiwafundisha wanafunzi wengi sana kung fu, ambayo kung fu hiyo basi imekuwa ikitumika katika nchi hiyo ya China, yani wamekuwa wakiwarisisha vizazi hadi vizazi.
Katika ziara yake pia aliweza kutembelea hekalu hilo la Shaolin, moja kwa moja maeneo maarufu sana katika mapigano ya Kung Fu. Alijaribu baadhi ya mazoezi ya Kung Fu, lakini pia alijifunza mbinu kadhaa kutoka katika wataalamu wa Shaolin. Hili lilikuwa ni tukio la kuvutia mashabiki wake, kwani waliona jinsi gani walivyokuwa wakihangaika na mazoezi yao magumu. Yani kwake iShowSpeed ilikuwa ni kitu kigeni sana, na sijui kama iShowSpeed atatoka pale akiwa mzima. Pamoja na haya yote, matangazo ya moja kwa moja ambayo ni live stream yenye watazamaji milioni na kadhaa, basi safari yake ilikuwa ikihusisha matangazo hayo ya moja kwa moja ya live stream ambao walipata watazamaji zaidi ya milioni 10 kwa kipindi fulani. Yani moja ya matangazo yake ya watazamaji wengi ni alikuwa Shanghai, akitembelea katika jiji la kuzungumza na wenyeji, hata kujaribu kuongea Kichina. Yani alijaribu hata yeye mwenyewe pia binafsi kuongea kwa lugha ya Kichina, chanzo ambacho basi kiliwafanya watu wengi zaidi basi wawe makini kumsikiliza katika live stream yake. Mwitikio wa vyombo vya habari na watu wa China basi imekuja kwa tofauti kidogo. Ziara yake imepokewa vizuri na vyombo vya habari vya China, ambavyo vimeeleza kuwa inasaidia sana kujenga daraja la kitamaduni na kuonyesha picha halisi ya China na hadhira wa kimataifa. iShowSpeed amepewa pongezi na kuonyesha shauku kubwa ya kujifunza na utamaduni wa Kichina, tofauti na wageni wengine ambao huja na mtazamo hasi, yani mtazamo ambao sio mzuri katika nchi hiyo ya China. Athari kwa kazi yake na maudhui, basi naweza ngasema kwamba athari kubwa sana ambayo iShowSpeed amepata katika safari ya China inaweza kuwa ni athari kubwa katika maudhui yake kwa njia zifuatazo: kuvutia mashabiki wapya kutoka katika upande wa Asia. Yani inamaanisha kwamba hizi hapa ni athari ambazo zinaweza kuwa ni positive na negative kwa namna moja au nyingine. Yani kwamba kuonyesha utofauti wa maudhui yake badala ya michezo na burudani ya kawaida. Mara nyingi watu wengi wamekuwa kimuona iShowSpeed akiwa anazunguka katika miji mbalimbali ambayo ni ya mataifa mbalimbali, lakini kikubwa zaidi amekuwa akienda katika sehemu za mpira na sehemu nyingine. Lakini sasa katika kipindi hichi hapa hivi hakuwahi kuenda katika nchi ya China. Kwa hiyo katika mambo ambayo amefanya kwa mwaka huu, basi ameweza kuwavutia sana mashabiki zake na kuonyesha kwamba ni kwa namna gani ambavyo nchi ya China ina mambo mazuri. Sasa athari moja wapo basi ni kuwavutia wa China pia na watu wapya kutoka katika bara la Asia, hasa katika nchi hiyo ya China, na kuonyesha utofauti katika maudhui yake badala ya michezo na burudani kama watu walivyokuwa wamezoea katika siku za mwanzo. Lakini pia amepata nafasi ya kushiriki na wasanii mbalimbali na waimbaji na watengeneza maudhui wa Kichina ambao wengi wao pia walikuwa wanamtazama yeye kama vile idol, na maanisha kwamba walikuwa wanamtazama kama yeye hapo ni icon katika swala zima la kufanya live stream katika mtandao huo wa YouTube. Sasa mimi naweza ngasema kwamba kwa sasa iShowSpeed anaendelea na safari yake ya nchini China, na mashabiki wake wanatarajia kuona zaidi ya mambo ambayo anayafanya kwa safari hiyo katika nchi hiyo ya China. Bado safari yake haijaisha, na huenda ataendelea kutembelea maeneo mengine mengi muhimu na kushiriki katika shughuli ambazo ni za ziada zitakazowavutia sana mashabiki zake. Ikiwa unataka kufuatilia moja kwa moja basi kuhusiana na mambo ambayo iShowSpeed amekuwa akiyafanya katika YouTube channel yake, naweza nikakushauri kwamba tembelea channel yake ya YouTube ambayo kwa sasa basi ina watazamaji wengi sana, tofauti na kwamba ina subscriber zaidi ya milioni 10, ambao subscriber hao basi naweza nikasema kwamba ni moja kati ya naweza kusema sio milioni 10, ni zaidi ya milioni 10. Yani inamaanisha kwamba ni milioni 30 kuendelea kwa sasa hivi, kwa tangu maana nimeripoti yake inasema kwamba kila muda iShowSpeed basi ni moja kati ya mtu ambaye anapata watazamaji wengi sana, lakini pia anapata wasikilizaji na watu wana subscribe sana katika channel yake. Kwa hiyo ni ngumu sana kuweza dedicate kwamba ni direct number kwamba ni 30, lakini kwa sasa tunavyoongea ana zaidi ya milioni 30 katika ukurasa wake wa YouTube. Kwa hiyo mimi naona kwamba ni jambo la furaha, ni jambo ambalo limewashangaza pia Wachina wengi, lakini pia jambo ambalo amelifanya ambalo limewashangaza watu wa Beijing katika kumbi wa Shaolin, basi ni kitendo cha yeye hapo kumpa master pesa, na master akaweza kuzikataa pesa zile, na mwisho wa siku master akadedicate pesa zile kwa watoto waliokuwa wanajifunza Kung Fu katika eneo lile la Shaolin. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Ni ndio aliyojiri katika mitandao ya kijamii, especially hususan so lazima linalomhusu iShowSpeed ambaye ni streamer mkubwa sana katika mtandao wa YouTube hapa na kokote pale duniani. Basi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Bye bye for now.